أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الأجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada zangu katika iman, tuendelea na darasa yetu na leo hii nitazungumzia kuhusu mwisho mbaya wa dhulma. Dada zangu katika iman, Uislamu umesisitiza umuhimu wa haki na usawa katika jamii. Anayedhulumiwa huteseka, dada zangu katika iman, kwa njia yoyote ile, iwe ya kimaadili au iwe ya kimwili. Na dhulma hii inaweza kutokea katika maeneo mbalimbali kama vile katika haki za mali, katika haki za kijamii, katika haki ya sifa. Na aliyedhulumiwa anaweza, dada zangu katika imani, kunyimwa haki zake kama vile haki katika hadhi yake, au haki katika mali yake, au haki katika heshima yake. Na pia dhulma inaweza kujitokeza kwa maneno, kwa vitendo na hata hisia zinazokandamizwa ambazo zinaweza kumwathiri vibaya mtu. Dada zangu katika imani, ndiposa Khalifa Umar bin Abdul Aziz radhiallahu anhu, ambaye alikuwa mwadilifu katika uongozi wake, alimuuliza Raja bin Haywan, Allah amrehemu, kuhusu hali ya raia wake. Akasema, nilimuona dhalim akishindwa na aliyedhulumiwa akishinda na maskini akitendewa wema. Akasema Khalifa Umar bin Abdulaziz radhiallahu anhu kuwa sifa njema ni za Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye amenipa haki inayotuliza nyoyo za raia wangu. Dada zangu katika iman, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran, Surat Al-Imran aya 57, inna Allaha la yuhibbu dhalimin, yani hakika Mwenyezi Mungu hawapendi madhalimu. Na aya hii, dada zangu katika iman, ni dhihirisho kamili ya kwamba dhulma imekataliwa kidini na kimaadili, na aliyedhulumiwa anastahili kupata usaidizi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili apate haki yake. Tena haki, dada zangu katika imani, kwa aliyedhulumia ni sawa na haipotei, wala haijalishi ni muda gani utachukua ili kupatikana na haki ile. Na miongoni mwa njia ambazo aliyedhulumiwa anaweza kupata haki yake kutoka kwa aliyemdhulumu, kwanza kabisa ni kumgeukia Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye anajua dhulma zote na kujibu dua ya aliyedhulumiwa. Na ikiwa aliyedhulumiwa hawezi kupata haki zake kupitia njia za kisheria, basi Allah subhanahu wa ta'ala anaahidi kwamba haki zake zitarejeshwa kwake katika maisha haya ya duniani au huko akhera. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili kutilia mkazo nukta hii, ittaqu da'watul madhlum fa innaha tuhmil ala al-ghumami, yaqulu Allah wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin, rawahu al-Bukhari. Yani anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, jihadharini na dua ya aliyedhulumiwa, kwani hubebwa juu ya mawingu. Kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia aliyedhulumiwa, kwa nguvu na utukufu wangu hakika nitakupa ushindi hata kama ni baada ya muda. Hadithi hii imepokewa na Imam al-Bukhari. Na miongoni mwa dua ambazo, dada zangu katika imani, waliodhulumiwa anaweza kuomba ni Allahumma inni maghlubun fantasir, Allahumma khudh li haqqi min fulan, Allahumma ja'al kaidi dhalimi fi nahrihi. Yani, ewe Allah, nimeonewa, basi nipe ushindi. Ewe Allah, nipe haki dhidi ya fulani. Ewe Allah, igeuze njama ya dhalim dhidi yake. Dada zangu katika imani, vipi Allah subhanahu wa ta'ala hurejesha haki za waliodhulumiwa hakika maisha, katika maisha haya ya duniani? Dada zangu katika iman, mojawapo ya njia muhimu zaidi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala hurejesha haki za waliodhulumiwa ni kwa kumfanya aliyedhulumu aishi katika hali ya kutokuwa na utulivu na wasiwasi wa kila mara hadi atakapokubali dhambi yake ya kudhulumu na kurudisha kile ambacho ni haki ya aliyedhulumiwa. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kuwapa utulivu na nguvu waliodhulumiwa, kuvumilia dhulma huku
kuwatengenezea yani mazingira mazuri ya kurejesha haki zao kwa njia zisizotarajiwa. Kadhalika dada zangu katika imani, usaidizi wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waliodhulumiwa unaweza kujidhihirisha yani katika kuwafungulia waliodhulumiwa milango ya wema, kuwalipa fidia kwa kitu bora zaidi kuliko kile walichopoteza. Dada zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwadilifu na haachi haki za waliodhulumiwa ziendelee bila kuadhibiwa waliodhulumu. Dhulma ina matokeo mabaya na mwisho mbaya, ndio chanzo cha maovu. Inakula yani matendo mema na inaharibu baraka na inaleta majanga, inazalisha uadui na husababisha utengano na husababisha kutotii amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati wowote dhulma inapoenea yani katika taifa, inaliangamiza, na inapoota mizizi katika kijiji inaliangamiza. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran, surat Al-Ankabut aya ya katika suratul Al-Ankabut aya ya 40, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa kullan akhadna bidhanbihi wa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu as-sahikatu ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Basi kila mmoja tulimtesa kwa mujibu wa makosa yake. Kati yao wapo yani tuliowapelekea kimbunga cha changarawe, na kati yao wapo walioadhibiwa na ukelele, na kati yao wapo tulioangamiza katika ardhi. Wala Allah subhanahu wa ta'ala hakuwa mwenye kuwadhulumu, lakini walikuwa wenyewe wakijidhulumu nafsi zao. Dada zangu katika iman, haijalishi usiku wa dhulma utakuwa muda gani, haijalishi ni kiasi gani cha udhalimu au cha dhulma unaoongezeka, na haijalishi mtu yani anakuwa na kiburi na uonevu kiasi gani, na haijalishi ni kiasi gani anadhulumu, anavunja sheria na kuwafanya watu kuwa watumwa kwa kiburi chake, nguvu yake na udhalimu wake. Lakini licha ya hayo yote, alfajiri ya uhuru na nuru ya haki lazima ije insha Allah ili kuondoa giza hilo. Hiyo ni kwa sababu mwanadamu amezaliwa huru na hapaswi kufanyiwa dhulma na madhalim. Haijalishi nguvu za madhalim ni kubwa kiasi gani, ushawishi wao ni mkubwa kiasi gani, au wafuasi wao ni wengi kiasi gani. Badala yake anapaswa kuwa chini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye mikononi mwake yani kuna kila kitu, anayehukumu na hakuna wa kugeuza yani hukumu yake, na hakuna anayeamuru na kupinga hukumu yake. Ulimwengu na vyote yani ulimwengu wote vyote viko chini ya mapenzi yake, nguvu yake na matamanio yake. Dada zangu katika imani, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran, surat Al-Qasas aya ya 2, anasema inna fir'auna ala fil ard وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. Dada zangu katika imani, miongoni mwa katika historia, miongoni mwa wale madhalim ambao kwamba walidhulumu, dada zangu katika imani, katika historia na wakawa na mwisho mbaya, kwanza kabisa ni Firaun. Allah anasema hakika Firaun alijitukuza katika nchi na akawafanya watu wake katika makundi, akiwadhulumu kundi miongoni mwao na kuwaacha wanawake wao. Hakika alikuwa miongoni mwa mafisadi wakubwa.
dada zangu katika imani. Ama mwisho yani wa Firaun ulikuwa ni kwamba, dada zangu katika imani, yani um, um, ulikuwa mwisho wake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimtupa katika bahari na wafuasi wake na akaangamia, na huo ndio ulikuwa yani maangamizo Allah subhanahu wa ta'ala alimpa Firaun. Na hii ndiyo njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye huwapa muda madhalim, kisha huwakamata kwa nguvu za mwenye nguvu zote. Musa alayhi salam alikuwa miongoni mwa wale ambao Firaun alitishia kuwaua kimwili alipokuwa bado tumboni mwa mamake. Firaun na askari wake walipanga njama. Musa alayhi salam alizaliwa na mamake akamtupa baharini, na hivyo alinusurika, yani Musa kuuawa kwa sababu ya mamake kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Firaun akamchukua kuwa mwanawe, wala hakujua kwamba ilikuwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba mwisho wake utakuwa ni mikononi mwa mtoto huyo mchanga. Lakini ni mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, akitaka kitu yani ukiambia tu kuwa na kikawa. Hii ni fundisho na onyo kwa kila dhalim aliyedhulumu hapa duniani na anayeendelea kudhulumu hapa duniani. Dada zangu katika imani, kurasa za zimejaa masimulizi ya watawala madhalim waliowasababishia taabu ardhi, yani waliosababisha taabu katika ardhi na kuwasababishia watu wake, yani kadhalika dhulma, hadi wakadhani kwamba hakuna mtu angeweza kuwashinda, na walidhani kwamba palace au kasri zao zingewalinda kutokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa madhalim ni kuwapa muda anaojua yeye peke yake, hadi atakapowakamata na kuwalipizia kisasi, na adhabu yake ni kali na chungu. Ni njia yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa waliodhulumu, na kuwajalia subra na udhibiti kwa wale ambao kwamba wamedhulumiwa. Na miongoni tu, dada zangu katika imani, mwa hao madhalim katika historia baada ya Firaun ni Al-Hakim bin Amr, khalifa wa Fatimid. Alitawala Misri, dada zangu katika imani. Alikuwa ni miongoni mwa madhalimu wakubwa, na tuangalie madhalimu hawa na mwisho wao, baada ya kuangalia mwisho wa Firaun pale alipotupwa katika maji na wafuasi wake. Miongoni mwao kadhalika alikuwa ni Hakim bin Amr, khalifa wa Fatimid, alitawala Misri. Imam Al-Dhahabi alisema kumhusu kuwa alikuwa sheitani muasi, dhalim, mkaidi, mwenye kiu ya damu, yani muuaji, muovu na mjanja na katili. Aliwafanya watu watumwa na kuwafunga na kuwaua wasio na hatia, na udhalimu wake ulifikia hatua ambayo angemuua yeyote ambaye hakukubaliana naye au hata kumpinga. Aliendelea mbele katika uovu na dhulma, hata akidai kuwa yeye ni Mungu na kuwaamuru watu kumsujudia. Pia aliwakataza kula vyakula fulani, aliwakataza watu kula vyakula fulani, na zaidi ya hayo aliwachukia na kuwatukana maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mwisho wake uliwashangaza wengi. Aliuawa na dada yake Sit al-Mulk kwa kumchochea mmoja wa watumwa wake kumuua alipokuwa akitembea katika jangwa la Hilwan. Dada zangu katika imani, na miongoni tu mwa madhalim katika historia waliokuwa na mwisho mbaya ni Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Dhalimu huyu, dada zangu katika imani, alitawala Iraq wakati wa utawala wa Umayyad. Alimwaga damu, akawanyanyasa wanawake, akaeneza hofu miongoni mwa watu, na akapiga Al-Kaaba kwa manati, na aliwaua mamia ya wasomi, dada zangu katika, ikiwemo Said bin Jubair, Abdullahi
Said bin Jubair, Abdullah ibn Zubair, mjukuu wa khalifa wa kwanza Abubakar Siddiq. Licha ya nguvu zote za Hajjaj na mamlaka na licha ya ujuzi wake na ufasaha wake katika Qur'an, kutokana na dhulma yake Allah subhanahu wa ta'ala alimpiga kwa donda ndugu, yani ugonjwa wa tumbo unaofanana na kansa, ambao ulimfanya apige kelele kama ng'ombe mwenye hasira, yani akawa kama mwendawazimu, asiweze kula, asiweze kunywa, asiweze kulala. Aliendelea katika hali hii kwa mwezi mzima akipiga kelele kama mbwa hadi alipokufa akiwa na damu ya maelfu ya watu wasio na hatia mikononi mwake. Dada zangu katika imani, na kadhalika, na miongoni mwa madhalim, dada zangu katika imani, katika historia waliokuwa na mwisho mbaya ni Ahmad ibn Abi Duad. Alikuwa hakim, yani lawyer wa khalifa kiongozi wa Abbasid ajulikanaye kama Al-Ma'mun, ambaye alibuni suala la uumbaji wa Qur'an na kutoa fatwa zilizosababisha yani mauaji na mateso ya maelfu ya Waislamu na wasomi, na miongoni mwa wale walioteseka zaidi mikononi mwa dhalimu huyu loya wa Al-Mamun ibn Duad alikuwa ni Imam Ahmad ibn Hanbal. Dhalimu huyo ambaye ni Ibn Duad alipotaka yani kumlazimisha Ibn Hanbal kusema kwamba Qur'ani iliumbwa, Ibn Hanbal alikataa katakata, na kwa hivyo viongozi wa Abbasid Al-Ma'mun na Al-Muttasim walimtesa vibaya sana Imam Ahmad ibn Hanbal, na Allah subhanahu wa ta'ala akamwadhibu loya huyu Ibn Duad kwa uovu wake na dhulma, kwa kumfunga mwili wake kwa maradhi na maumivu ambaye yaliendelea na kuenea mwilini mwake siku baada ya siku, hadi watu wakamkimbia na watoto wake wakamkataa, hadi alipokufa akiwa amehukumiwa na kudhalilishwa. Dada zangu katika imani, na miongoni mwa madhalim kadhalika katika historia waliokuwa na mwisho mbaya ni Hamza al-Bassun. Alikuwa akifanya katika magereza ya Misri na alikuwa dhalim mkubwa. Alihusika na kuadhibu wasio na hatia gerezani, na miongoni mwa waliodhulumiwa mikononi mwake au waliowadhulumu mikononi mwake katika magereza ya Misri ni Zainab al-Ghazali na Abdul Qadir Auda na Abdul Hamid Kishk na Yusuf Talat na wengine wengi. Afisa huyu aliwatesa watu wengi wasio na hatia kwa njia mbalimbali, akiwatesa, kuwahamisha, kuwabaka, kuwaua, hadi upotovu wake ukafikia hatua ambapo alisema kama Mungu angeshuka kutoka mbinguni ningemfunga katika seli maalum. Kwa hivyo adhabu ya haraka ya Allah subhanahu wa ta'ala ilikuja wakati gari lake lilipogongana na lori lililojaa chuma na fimbo za chuma zikapenya shingoni mwake na sehemu kubwa ya mwili wake. Hawakuweza kuondoa chuma kutoka kwake, kwa hivyo walilazimika kukata nyama yake ili kumtoa akiwa amekufa. Dada zangu katika imani, hizi ni baadhi tu ya mifano ya madhalimu waliokuwa na mwisho mbaya baada ya dhulma zao. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na dhulma na siku zote, na tufungulie milango za toba na atujalie mwisho mwema. Shukran jazila wa barakallahu fikum.